Episodi ya kwanza ilipokuwa inaishia ilituacha na utata wa bidada kukamatwa katika nyumba ya mwamba Captain Jang-hyuk. Na bila kusahau, bidada Seli ni Mkorea wa Kusini na nchi hizi mbili zina uadui mkubwa sana. Na kama ndio kwanza unaungana nasi, basi nikusihi kurudi katika alama ya pop-up inayotokeza juu kabisa upande wa kulia ili uweze kuitazama sehemu ya kwanza, uweze kuendelea nasi katika episodi hii ya pili. Captain Jang-hyuk alipopata taarifa ya kwamba bidada anakamatwa katika nyumba yake, mwamba kwa kutumia mamlaka yake kamili ya kijeshi na gari yake mbele, kumbuka na cheo chake, tofauti ya kukimbiza gari na kuchochora gari. Mwamba aliichochora gari yake mpaka matrafiki wakawa wanapiga saluti mara baada ya kuona cheo chake cha captain mbele ya gari, na wakajua mwamba ana dharura. Zikamliwa taa zote nyekundu ziweze kuwasha taa ya kijani, na mwamba alikuwa anachochora gari si mchezo. Safari ya kilomita 70 inayotumia zaidi ya lisaa moja, mwamba alitumia dakika 15 tu akawa amefika eneo la tukio, na mbele ya macho yake alishuhudia bidada Seli akiwa anatolewa ndani ya mjengo. Na huyu kamanda anayefahamika kwa jina la Chogeng akanyanyua bunduki yake na kumwekea bidada kichwani. Ni mara tu baada ya kumuona mwamba captain. Hiki cheo cha captain sio makalio, mwamba anaheshimika si mchezo. Akasema, shusha bunduki yako mbele ya kichwa cha mpenzi wangu. Bwana we, kila mtu alishangaa, mpenzi tena? Mpaka mpenzi mwenyewe akashangaa, haya mapenzi yameanza lini? Mwamba akawa ametia amri ya mkuu wake captain. Akauliza, sasa nahitaji kibali cha huyu bidada kuingia ndani ya nchi ya Korea Kaskazini. Na ukumbuke kwamba hakuna kibali cha Mkorea Kusini kuingia ndani ya nchi ya Korea Kaskazini. Ni marufuku kubwa sana na ni haramu kabisa. Captain Jang-hyuk akajiongeza jamaa, akasema, mpenzi wangu alikuwepo nchini Korea ya Kusini, lakini huyu ni Mkorea Kaskazini, ila alikuwepo kule kufanya upelelezi, na huyu anafanyia unit 11, yani kikosi namba 11. Na jamaa, hiki kikosi namba 11 alikichada makusudi tu kwa sababu ni kikosi cha siri sana na hairuhusiwi mtu yeyote kumfanyia mahojiano mtu wa kikosi namba 11. Halafu mpenzi wangu ametokea Korea ya Kusini, amechoka, anaingia ndani ya nchi yake, tena mnaanza kumnyanyapaa. Jamani, mna maana gani? Sasa kabidada kakaanza kujidekesha tena, kile kakaanza kumwegamia mwamba kwenye bega. We, asikwambie mtu kuponea kwenye tundu la kifo si mchezo, yani uache ugali marage hivi hivi. Basi kufikia hapo jamaa akawa amechukua pointi kama zote, akaambatana na bidada kumpeleka ndani. Sasa kabidada kakaendelea kumwegemea tu mwamba mpaka ndani. Jamaa kakasukuma kakambia, bana tumeshafika ndani, sasa wewe sio mpenzi wangu. Lakini bidada alikuwa na swali moja tu, kama wakija kugundua kwamba mimi sio mpenzi wako, na kama wakigundua kwamba mimi sitokei hicho unit 11 ambayo umesema, itakuwaje? Jamaa alimwambia bidada kwamba kufika kesho mapema na alfajiri, basi nitakuwa nimeshakutoa ndani ya nchi ya Korea Kaskazini, kwa hiyo hawatagundua chochote kile. Sasa wakati wanaendelea kuongea taratibu, mara ghafla kuna mtu akawa anagonga hodi. Kwenda kufungua ni wakina mama wa kijiji. Bana we, wanashukuru kweli kweli kwa kuwaletea wifi. Asante sana kwa kutuletea wifi mzuri jamani. Na wewe unakaa kimya uongei, tumeleta chakula. Basi bidada Seli haraka sana akatoka nje akapokea pale, ilikuwa ni mahindi ya kuchemsha. Asanteni sana jamani, asanteni sana. Kwa hiyo ulikuwa kwenye kikosi namba 11, mlikuwa unafanyia kazi kwenye nchi gani? Bidada akasema ni siri, hairuhusiwi kabisa kutoa taarifa za kikosi namba 11. Mtanisamee jamani, nimechoka, naomba nikalale. Sasa ile bidada anaingia ndani akaanza kuwasikia hawa kina mama wananong'onezana wakisema kwamba aisee, captain ameokota dodo, yani mtoto mzuri laini, nywele nzuri, utafikiri malaika. Na hawa kina mama wa kijiji hawakuishia jana tu, leo wakaendelea tena na mishe zao. Wakaja tena nyumbani kwa mwamba, wakawa wanashangaa ile gari ambayo imepaki pale nje ni bonge la gari la gharama. Sasa wao wanamjua captain kama ana maisha ya kawaida tu, kumbe captain ni mtoto wa mkuu wa jeshi la nchi nzima, alafu huyu jamaa ana hela si mchezo. Sasa hii gari hata kupenda kuja nayo hapa kijijini, ila alikuja nayo kwa sababu bidada siku ya jana alikuwa anakamatwa. Wao wamezoea kumwona captain akiwa anakuja na bajaji mara bodaboda, kwa hiyo wakajua kwamba ni mtu poa poa tu, kumbe mwamba ana mawe si mchezo. Hasa bidada Seli akapendekeza kwamba waigize kana kwamba ni wapenzi ili kuwatoa watu utata, kwa sababu bila shaka watu kuanzia jana huenda watakuwa wanapeleleza kujua je, hawa ni wapenzi kweli au uongo. Captain akakubali akasema poa, lakini nywele zako ulivyoziweka ni kama vile Mkorea Kusini, kitu ambacho sio utamaduni wetu kabisa. Kwetu sisi unatakiwa kubana nywele zako, kama una nywele ndefu unatakiwa kubana. Basi baada ya hapo wakawa wanatoka nje. Mwamba captain bidada alikuwa akimjali vibaya mno, sehemu ambayo amechafuka kidogo bidada anamfuta, yani namna alivyokuwa anamkea mpaka watu wakadhibitisha kwamba hao kweli ni wapenzi. Basi kila aliyekuwa anatazama akawa anasema, natamani nje kuwa na mahusiano kama hayo hapo, watu wanapendana hadi la yani. Bidada Seli aliposikia watu wanamsifia, akaongeza mbwembwe, akaanza kumwambia Jang-hyuk, nao nishike nywele basi. Basi Mwamba, nikushike tena? Nishike nywele kidogo basi. Mwamba akawa anamshika bidada. Bidada Seli baada ya kugusa nywele hivi kataka kuanza kumkisi Mwamba. Wazazi walipoona hilo tukio haraka sana wakaanza kuwafumba macho watoto. Hebu jamani watoto tuondoke kidogo, haya matukio watu wazima huko jamani, watu acheni wapendane tu.
Mwamba Jangyook kweli issue ilimboa sana, akataka kuondoka zake. Bidada akawa anamwambia kwa heri mume wangu, kwa heri love. Kina dada wa kijijini walitamani kuingia kwenye ndoa hata kesho. Jamani, ndoa ndo tamu hivi jamani, watu wanaagana vizuri hadi la. Sasa baadaye Mwamba Jangyook alipoweza kurudi nyumbani, akakaa na hawa wanajeshi wenzake, akamwambia kwamba tunatakiwa tuchimbe mtaro wa maji jamani, maji aje nyumbani hapa. Bidada hataki kuzura sana huko mitaani. Lakini dakika hizo akaanza kusikia mwizi. Kuja kushtuka hivi bana, ni katoto kadogo tu kwa kamiba mikate kanakimbia. Sasa bahati nzuri kakakutana na Captain. Captain akauliza, "Wewe unaelekea wapi?" Kaka sema, "Mimi mama mangu ajala kutoka asubuhi nilikuwa nimeiba mkate." Haraka sana bidada Seli akaingia ndani akachukulia kaka katoto mikate ya kutosha kakakabidhi. Lakini Captain akasema, "Usiibe wakati mwingine sawa, ukiwa na shida njoo uombe." Hasa bidada Seli kabla ya kuondoka kwanza akawakusanya hawa masoja hapa, akawapatia mahindi yale alikuwa amepewa zawadi siku ya jana na wale wana mama. Akamwambia kila mwanajeshi aseme anataka zawadi gani pindi atakapokuwa amerudi Korea ya Kusini, basi anaahidi kwamba atawapatia zawadi hizo kama wanavyotaka wao. Msoja wa kwanza akasema yeye anahitaji milioni moja tu kidogo amfungulie mke wake mgahawa. Lakini huyu mwamba wa pili yeye anapendaga sana tamthilia za Kikorea Kusini, lakini haziruhusiwi kabisa kuingia ndani ya Korea Kaskazini, ila akasema kwamba mimi kama ukiniletea ama ukinipitishia CD tu za movie za Kikorea Kusini, basi na kuahidi kwamba nitafurahi sana. Msoja wa tatu akasema mimi kama nikikukumbatia tu kabla hujaondoka basi nitafurahi sana, kwa sababu sijawahi kuona msichana mrembo na malaika kama wewe. Basi baada ya hapo bidada akasema kila mtu ndamletea zawadi yake kama ambavyo anahitaji. Lakini Mwamba Jangyook aliwaza sana, kwa sababu yeye katika zawadi hizo zote hakuweza kutajwa hata kidogo. Mwamba alimaindi akawa anaondoka tu nje. Kabidada Seli kaligundua kwamba Mwamba amemaindi, kakamfuata huko nje. Sasa kando yao kulikuwa kuna mche mmoja hivi wa nyanya ulikuwa unaota. Bidada akasema wewe nimekupatia zawadi ya huu mche wa nyanya. Utakuwa unachuma nyanya hapa unapika ndani, sawa Basi bana, nyakati za usiku zilipoweza kufika, Mwamba Captain akaanza kumsafirisha bidada kumrudisha mpaka Korea ya Kusini. Lakini hii boti ambayo alikuwa amempakia bidada alikuwa na mashaka nayo sana, kwa sababu ndani ilikuwa midume mitupu, alafu anampakia bidada peke yake. Akaona ambatane na bidada, atakapomfikisha umbali fulani basi yeye atarudi. Na kabla hata safari yao haijafika mbali sana, vikosi vya maji vinavyodili na ukaguzi na usimamizi wa bahari wakaweza kuwasimamisha. Mabaharia wakashauri kwamba hawa watu wajifiche chini kidogo ya boti huko, wakawa wamejificha wawili tu. Lakini hawa wakaguzi wakataka kukagua ndani kabisa ya boti. Wakati wanaingia kukagua, bidada akapata wazo la kuanza kumkisi jamaa. Sawa mafande kukuta watu wanakisi huko ndani. Jamani funga, endeleeni na safari. Kumbe kuna wapenzi huko. Lakini baadaye mafande wakawa wameshtuka kwamba mbona unafikiri ile Mwamba alikuwa anakisi ni msoja. Ikabidi kurudi tena kufungua. Mwamba yeye ndo akaanza kumkisi bidada. Kisi kweli wakasema sasa inatosha, tokeni huko chini. Baharia akaanza kujitetea kwamba hawa bana walikuwa wamekodi boti wanaelekea kwenda kuvua samaki huko mbele. Lakini pia waliomba kuitumia boti yangu kama guest kidogo wapunguze uzito. Fande akaanza kulalamika, kwa nini wasitafute guest mpaka waanze kupunguzia uzito kwenye boti? Bidada Seli akaanza kusema kwamba jamani, mimi nilikuwa napenda sana mpenzi wangu siku la kwanza kabisa tufanyie kwenye boti. Basi bana, mapande baada ya kula muda wao mwingi tu, baadaye wakawa wameweza kuachilia, wakaendelea na safari. Sasa bana, hii boti ilikuwa inatakiwa kuwakutanisha na meli kubwa inayoelekea Korea ya Kusini. Kwa bahati mbaya wakapishana na ile meli. Kwa hiyo bidada anatakiwa kurudi tena Korea ya Kaskazini, aendelee kusubiria raundi nyingine ya kwenda kusafiri kurudi tena Korea ya Kusini. Bwana we, bidada alimaindi sana. Angalia sasa mbinu zako za makisi zile zimetumia muda wetu mwingi, wakati tungeeleza tu mafande tungeweza kuipata ile meli. Yaani bidada alilalamika sana usiku ule, akasema wewe nilikuwa nakutegemea kwamba ungeweza kunisafirisha mimi kurudi Korea Kusini, lakini kumbe ufai lolote lile, mwanaume suruali wewe. Huwezi kuamini, bidada alitoroka nyakati hizo za usiku akaenda kujitafutia njia yeye mwenyewe kuweza kurudi Korea ya Kusini. Hasa huwezi kuamini, bidada alichukua parashuti na akawa anatafuta njia ile kama aliweza kuanguka na parashuti basi akawa anaamini parashuti inaweza ikamrudisha tena katika nchi yake ya Korea Kusini. Mwamba akamwambia uliweza kufika hapa kwa sababu siku hiyo kulikuwa kuna kimbunga kikali na dhoruba mbaya, lakini siku ya leo ukiluka tu katika anga, hatua ya kwanza utashambuliwa. Wanajeshi wetu hawana mzaa kabisa. Wakati Mwamba anazidi kumtadharisha bidada asijaribu kuruka katika eneo hilo, ghafla radio yake ikawa inaita. Ikagundulikana kwamba ni yule afande ambaye siku ya jana alikwenda kufanya ukaguzi katika nyumba yake. Na Mwamba Jangyook akamwambia bidada kwamba tuna dakika 10 tu za kuendelea kuwa hapa. Dakika hizo basi wanaweza kaja maafande wakatukamata eneo hili na nikosa kabisa. Mwamba aliangalia maafande waliokuwa wanakuja na magari yao, akaamua kujitoa sadaka na bidada wakajirusha kutokea katika kilele kirefu cha mlima. Huyu afande Chogang ameamua kula mbichi mbovu na huyu Mwamba Captain, kwa sababu anaamini kwamba huyu bidada lazima ni Mkorea Kusini na ameingia kiharamu katika nchi hii. Haamini kabisa kwamba yule ni mpelelezi. Sasa huyu afande Chogang ana rafiki yake wa karibu ambaye anashirikiana naye sana katika kazi zake. Leo alikuwa amempatia kizawadi kidogo cha pesa, akamwambia kwamba nenda kanunue nyama ule na familia yako, sawa mwanangu? Sasa jamaa akiwa ananunua nyama kwa ajili ya familia yake, hapa kuna vibaka wakaja wakapola
zile pesa. Sasa wakati huo Kapteni hakuwa yuko mbali, akawafukuza sana wale vibaka waliokuwa wamemwibia pesa huyu jamaa, na alipoweza kuwakuta bana, aliwatembezea kichapo kizito, na baadaye bana akamrudishia pesa huyu jamaa. Hasa Mwamba Kapteni hajui kwamba amemsaidia mtu wa karibu sana na adui yake yule Afande Choi Gang ambaye anamtafuta kila wakati. Hasa bidada Seli kama kawaida huwa anawakusanyaga masoja, anawapigia stori za kule Korea Kusini. Akawa anawaambia kwamba mimi kule Korea Kusini nilikuwa na hela nyie, mimi ni bonge la bilionea. Kunywa chai kama hii ya takataka ambayo mnanipikia, mimi nilikuwa sinywi kabisa chai kama hii. Nilikuwa nakunywa chai ya shilingi 50,000. Nilikuwa na walinzi sio chini ya 10. Nilikuwa na msafara wangu ninapotembea njiani. Yaani mimi naweza nikawapatia nyie chochote ambacho mnakitaka, kama mkinisaidia tu namna ya kuweza kurudi mimi Korea Kusini, tukiacha kumtegemea huyu Captain. Nawaambia kweli ndawapatia zawadi nyingi. Lakini masoja wakasikitika sana, wakasema bana, sisi hapa tunachofuata ni amri ya Captain. Amesema tukulinde hapa nyumbani, tuhakikishe hautoki wala ugusi pua yako nje ya geti. Bidada akasema mimi nimekuja kugundua kwamba Captain wenu huyo hana nguvu kabisa, hawezi kunitoa nje ya Korea Kaskazini. Yaani naongana na cheo kidogo sana huyo. Hasa habari za kwamba bidada alikuwa anamsema Captain kwamba hana nguvu sana kijeshi ya kuweza kumtoa yeye nje zilikuwa zimemfikia Captain. Captain kwanza alicheka, akasema mimi sina nguvu za kumtoa yeye nje kabisa ya Korea Kaskazini eti. Na kitu ambacho bidada alikuwa hajui kuhusiana na Mwamba Captain ni kwamba Captain ni mtoto wa mkuu wa majeshi yote. Unadhani itakuwaje? Bidada atafanikiwa kutoka Korea Kaskazini? Na vipi kama ikija kugundulikana kwamba bidada sio mpelelezi? Kumbuka kuna adhabu mbaya sana na ni adhabu ya kifo ujue. Hayo yote tutakwenda kuyaona katika episode ya 3. Ni kusitu kugusa alama ya kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini kumbushe wewe ambaye bado hujalike, hakikisha kwamba una like ili uweze kupata kazi hii kwa haraka zaidi.